Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, walimu wenzangu, leo nimepata ugeni wa online TV kulingana na masomo ninayofundisha, elimu ninayoitoa kwenye mitandao ya kijamii. Kuna online TV imenitafuta kwa sababu wameona kuna kitu ambacho nakizungumzia kimewafaa, kimwalizisha. Wamefika kwangu, wanataka tuzungumze, tuhojiane, tufahamiane kwa mawili matatu, elimu hii nimepata wapi na kaza. Na mimi nikaona nisiwache bure. Wanafunzi wangu, walimu wenzangu, niwape kitu kidogo kwa sababu kila kitu kina sababu. Leo natuzungumzie shikeli 16 zote kwa ukamilifu au tuzitambue. Kwa nini hizi shikeli au elimu ya shikeli huwa inaonyesha kila jambo, inaeleza, haifichi kitu kwenye dunia. Hiyo mambo ya kibiolojia, hiyo mambo ya kisayansi ya anga, hiyo mambo ya bahari, mambo ya utabiri wa kimipira, utabiri wa hali ya hewa, kujua maradhi ya mwanadamu, kujua uchawi, majini, maisha, kila kitu kwa dunia hii shikeli inaeleza. Ni namna tu ya vile elimu inavyokuwa mtu anayo kiasi gani ndio utambuzi unakuwa tofautiana kutokana na elimu isivyokuwa. Kwa nini nasema hii inaeleza kila kitu? Kwa sababu gani? Nini sababu ya elimu ya shikeli ikaeleza kila kitu? Tunatambua kama elimu shikeli ni elimu za manabii zilikuwepo toka enzi hizo. Lakini sasa je, tukitaka tutafakari yenyewe, kwa nini na siri gani? Mimi na jambo moja na niwape. Shikeli ni asili yake ni 16. Sawa? Lakini hizi shikeli kuna nukta ambazo zimesimama na ambazo zimelala. Sasa leo nataka niwape kitu kimoja. Tuhesabuni kwa pamoja ili tuende pamoja. Hizi nukta ambazo zimesimama kama moja moja zina idadi yake, na hizi nukta ambazo zimelala zina idadi yake. Sawa? Kwa hizi shikeli 16. Ukihesabu, ukianza nukta iliyosimama tunaanza kuhesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Tunapata alama za kusimama 32. Sawa? Tunakuja kutafuta alama za kulala au nukta za kulala. Tunahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Pia nukta za kulala au alama za kulala zipo idadi ya 32. Kwa hiyo kama hata hizi alama pia ziko kwenye mpangilio maalumu, yani sio kitu ambacho cha kubuniwa tu cha kawaida. Idadi ya nukta za kusimama ni 32 na idadi za nukta za kulala 32. Ukijumlisha zote unapata 64. Sawa? Hapa nataka niwape jambo, hapa niwape elimu. Naomba elimu ni mahesabu. Kila kitu kinaendana na mahesabu. Mwisho wa siku hizo zote hizi ni kama ni namba, ni alama lakini ni namba. Sawa? Tutachukua hii 64. Hii 64 hii tuigawanye na 16 ambazo ni idadi ya hizo shikeli zenyewe 16. Tutapata kitu gani? Na maana ndio maana naambia hivyo. Tukichukua 64 tukisema tuigawanye kwa mara 16 inaisha hii kwa 16 zinaingia mara 4 inakuwa inaisha. Kwa hiyo hizi shikeli zimegawanyika mara 4. Yaani idadi yake ukishaichambua kabisa unapata idadi kubwa au unapata idadi kamili. Nukta zake na alama zake, ukipata idadi kamili ya namba 64 ukigawanya kwa 16. Kwa nini nagawanya kwa 16? Maana 16 ndio shikeli yenyewe. Yaani hizi alama zenyewe kwa ujumla ni zipo 16. Ndio maana tumegawanya kwa 16. Tutapata 64. 64 tukigawanya kwa 16 napata inaingia mara 4. Kwa nini 4 imekuja? 4 hapa tunapata 1 2 3 4. 4 ndio ukamilifu wa ulimwengu, ukamilifu wa dunia, ndio kila kitu. Maisha ya mwanadamu ni vitu vinne kama tunafahamu. Tunapata kujua kuna nguvu za upepo, kuna nguvu ya maji, kuna nguvu ya udongo, kuna nguvu ya moto. Ndio ukamilifu. Nadhani walimu mnafahamu masuala. Hakuna mwanadamu anaishi bila kutumia maji, hakuna mwanadamu anaishi bila kutumia udongo, hakuna mwanadamu anaishi bila kutumia upepo wala moto.
Hata hivi vyombo vingi vinatumika hivi, ndege hizo, magari na vitu kaza. Sisi maisha yetu ya kila siku tunatumia maji, udongo, upepo na kadhalika. Kwa hivyo na hata hizi shikeli 16 zimegawanyika kwenye makundi manne. Kuna shikeli zenye asili ya udongo, kuna shikeli zenye asili ya maji, kuna shikeli zenye asili ya moto, kuna shikeli zenye asili ya upepo. Kwa mgawanyiko huo ndio unakuja kupata alama 16 ambazo zimegawanyika kwenye makundi manne. Makundi manne hayo ndio ambayo yanasimama kwenye ulimwengu huu. Kuna anga, upepo, kuna ardhi, udongo, sawa? Kuna bahari na mvua, maji, sawa? Na kuna moto. Moto tunapata taa hizi, tunapata jua, tunapata volcano, ndio? Radi, ndio maisha yetu yanatuzunguka. Kwenye nature vinapatikana vitu kama hivyo. Sawa, twende kwenye pointi kubwa. Ukishagawanya mara 4, ukishagawanya mara 16 inaingia mara 4. Sawa, hizi shikeli mimi natatuganisha kwenye makundi manne. Kuna shikeli yenye asili ya udongo. Hii nusrati dakhila inaitwa nusrati dakhila, ni shikeli ya asili ya udongo. Kuna shikeli ya inkis, udongo. Kuna shikeli ya jamaa, udongo, sawa? Na kuna shikeli ya ahayani, udongo. Hapa kidogo natanafafanulia kidogo, kwa sababu wengi tunaamini shikeli ni ya moto. Sawa, so uongo, ni shikeli ya moto. Lakini kwa nini mimi nimeweka udongo? Huu ni udongo wa moto. Sio, tunaelewana? Kwenye bahari kuna visiwa, na kwenye ardhi huku nchi kavu kuna milima. Asili ya milima ni mlipuko wa volcano, baadaye ukija kuganda kwa mlima. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo ni moto au udongo wa moto. Sio, tunaelewana? Volcano ni udongo wa moto. Ndio maana nakwambia ahayani ni shikeli ya udongo, lakini udongo wa moto. Hapa kidogo hapa ni wa faida, kwa sababu wengi hawajui hili jambo. Sawa? Ndiyo, ni moto, misikatai, lakini ni moto ni nini? Udongo wa moto. Hata maji, kuna maji hadi maji ya moto, kuna maji ya damu. Sawa? Tumepata shikeli 4 za kwanza, natafuta shikeli 4 za pili. Tunatafuta shikeli ambazo zenye asili ya upepo. Jitimai, utwaidi jike ni upepo. Tunapata Nakil Khad ni upepo. Sawa? Tunapata Senkaf, upepo. Ila upepo wa Senkaf ni upepo wa ubaridi, upepo wa umande. Kuna upepo fulani hivi ukiweka sehemu fulani unageuka kwa maji. Sisi mnafahamu kama mambo ya kwenye friji au mkichemsha kitu ya moto, kuna upepo fulani, mvuke ule, ubaki mvuke, ni upepo. Na kuna upepo wa moto, gesi. Sio, na faida 2 3. Kuna upepo wa moto, maana gesi ni upepo. Sawa, lakini ule gesi ni upepo wa moto. Kwa bado kundi moja hapa la upepo tunaitafuta, naliweka hapa ni kabudhat kharija. Kabudhat kharija hii hapa. Hapa inaonekana vizuri. Kabudhat kharija ni hii hapa. Hiyo ni shikeli ya upepo. Si ndio? Tushapata shikeli 4 za upepo. 4 na 4 hii tunapata shikeli 8, bado shikeli 8 za pili ili bado tukamilishe shikeli 16. Sawa walimu wangu? Tunakuja kuangalia shikeli zilizosimama kwenye asili ya maji. Kuna antibati dakhira, ni shikeli ya maji. Shikeli ya samaki nini? Maji ya baharini, nyota ya samaki, nadhani huko tushapita, mnafahamu. Antibati dakhira. Pia kuna shikeli ya kama litwariki. Kama litwariki ni mvua, ni maji ya mvua. Sawa. Kuna shikeli ya bayadha, ni maji ya maziwa, maji ya kisima. Tunakuja kutafuta shikeli ya maji na ya mwisho kwenye upande wa maji
tunakuja kupata shikeli ya umla. Ndio yale ninasemea kuna maji ya moto. Umla ni maji ya moto. Kwa nini nasema maji ya moto? Kwanza ukiangalia umla ni nyota ambayo ipo kwenye kawakibu ya Mirihi. Mirihi tunajua Mirihi ni nyekundu, Mirihi ni damu, Mirihi ni moto. Huu ni Mirihi jike. Kwa hiyo maana kama Mirihi hii umla inapatikana kwenye Mirihi, basi na Mirihi asili yake ni moto. Lakini haya ni maji ya mto. Ndio maana maji ya mto ni maji mekundu. Na hii ndio nyota ya damu na wapasili. Nyota ya damu ni Mirihi. Umla ni nyota ya damu. Sawa? Kwa hiyo tunapata kutambua hii ni maji lakini ni maji ya moto. Mbele tutakuja kuelezana kwa nini maji ya moto. Tushapata shikeli nyingine 4. Bado shikeli 4 za mwisho tukamilisha 16. Na ambazo tushaanza udongo, tushafuata upepo, tushafuata maji, tunamalizia shikeli ya mwisho zenye asili ya nini? Moto, maji, udongo, nini? Bado nini sasa? Bado shikeli za moto. Shikeli za moto tunapata antibati dakhila. Hii ni shikeli ya moto, moto mkali sana, moto mkubwa sana. Yaani ukizungumzia katika moto mikali, huo pia ni moto mkali sana 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 sana. Pia tunatafuta shikeli nyingine ya moto ni jaudara. Jaudara ni shikeli ya moto. Ongea ita jaudara mzazi, kausa juu mzazi. Ni namna tu, elimu bwana hizi ni pana na kila mtu ana namna yake ya kuzungumzia. Kikubwa mtu anapata anachokitafuta, anamtibia mteja wake, anamtibia mgonjwa wake, analiangalia jambo na analipata. Yani elimu ina upana mkubwa sana. Na pia maelezo yanatofautiana, lakini mwisho wa siku mtu anachokusudia na kipata. Mimi nitakuelezea kwa namna yangu, lakini kuna mwingine anakuelezea kwa namna yake, lakini mwisho wa siku lengo ni moja, kufundishwa au kujipata elimu kupitia namna hii ya elimu ya shikeli. Pia hapa kuna shikeli ya nusrat kheri au nusrat kharija, shamsi dume. Hii ni shikeli ya moto, jua. Sawa? Tunamaliza na shikeli ya mwisho, kabuzwati dakhila. Hii ni shikeli pia ya moto. Ni shikeli ya moto na ni shikeli ndio ya mwisho tunakamilisha. Kwenye mlongo wetu wa shikeli 16 ambazo tunazitafuta, ndio hizi hapa tumepata shikeli 16. Kwa nini hapa zimegawanyika mara 4 na zipo kwenye makundi manne? Ndio maana inasababisha mtu hakuna unachokitafuta kwenye dunia yako kikosa. Kupitia elimu hii ya shikeli, kama ukitaka wewe mwalimu tu au mtu wa kutumia shikeli hizi kujua mambo ya uchawi, mambo ya kitiba, watu wasubiri nini, utapata majibu yako vizuri. Ukitaka kuwa wewe mtu wa kutafuta tiba za asili au za kibiolojia kutumia shikeli, kila kitu nakueleza, kwa sababu kuna hizi shikeli 16 zote pia zimegawanyika kwenye maumbile ya mwanadamu. Mimi nitapa japo 2. Ahayani ni kichwa cha mtu. Ukisikia shikeli ya ahayani basi inamaanisha ni kichwa cha mtu. Shikeli ya shakaf. Hii ni shikeli inayoashiria mifupa au uti wa mgongo, maana yenyewe inasimama kwenye shingo. Tunaamini kwanza senkafu ni mti, kwanza mti na mifupa au skeleton ni mfano wa mti, na senkafu ni mti. Tunajua walimu wanaelewa kama senkafu ni mti. Kwa hiyo senkafu kwenye mwili wa binadamu ni hii kiwiliwili, tuseme ni uti wa mgongo, maana mifupa yote huwa inaanzia kwenye uti wa mgongo. Ndio inatengeneza shape yote ya mifupa. Hata kwenye mfumo wa binadamu jinsi kiumbe kinazaliwa, nadhani mnaelewa. Kwa hiyo senkafu ni mifupa, lakini kuna shikeli ya mguu, kuna shikeli ya tumbo, kuna shikeli ya kila kiungo cha mwanadamu. Ndio maana ukienda kwa mwalimu, ukienda kwa mtu wa kitiba, atakwambia una shida fulani na shida fulani, kizazi chako na shida. Kaona imeonyeshwa kutokana na elimu ya shikeli. Inaonyesha shikeli ambayo inaashiria tumbo, ataiona kwenye maradhi, atakwambia una maradhi ya tumbo. Wewe bwana una maradhi ya mguu, bwana wewe unatakiwa kufanya operation, una maradhi ya moyo. Na ndio maana ukimpata mwalimu mzuri, hakuna ugonjwa atakukosa kupatiba, kwa sababu kama hii inaeleza na elimu ya dunia, elimu ya ulimwengu wa kila kitu. Kwa nini ajue tatizo lako afunde kuitibia? Kama tunaona tatizo lako limetokana na sehemu fulani na limekaa sehemu fulani, shikeli inaondoshwa. Ukiondosha pale mtu anapata tiba yake, anapona. Kwa mimi ninachoamini, mimi hatutafuti tiba wala hatufanyi kazi sawa sawa, lakini mimi ninachoamini kupita shikeli, kinachoonekana kinaweza kutibika. Kwa maana hivyo, maana maradhi yote yanatibika. Kwa hivyo walimu wangu, wanafunzi wenzangu, ndio hii siri ninayotaka kuwapa.
Mimi naamini shikeli hakuna kitu ambacho kimeachwa. Kila jambo kwa dunia hii kupitia elimu hii inaonekana. Sasa wewe ukitaka kuwa mwanasayansi utakutafuta labda mwanasayansi wewe kwenda kuchunguza labda utabiri wa hali ya hewa. Kuna watu wanatumia vyombo huko, satellite, wanatumia vyombo kibao tu vya kwenda kuchunguza hali ya hewa. Lakini kupitia elimu ya shikeli unaweza kuchunguza, unaweza kutabiri jambo. Kama utangalia video zangu za nyuma, nitabiri kuna mambo ya moto yakatokea kwenye mwezi uliisha, mambo haya maji, mvua hizi nini nimetabiri, nimeongea, lakini kwa kutumia elimu ya shikeli. Sio kama kuna kitu kimesababisha nijue hii. Kwa sababu mimi elimu hii situmii kwenye tiba tu, kwa sababu labda nitamtibia huyo ana maradhi haya, kalogwa na nani, sio kafungwa na nani. Hapana. Mimi elimu hii naitibia kwa kila engo. Mtu anaweza kaja kwangu mimi ana shida hii na hii na hii. Lakini pia nikamweleza wewe pia ukitoa na masuala haya, nenda hospitali na tatizo hili na hili na hili. Anaenda kupata tiba zake za hospitali, anashukuru kwa sababu nimemweleza ukweli. Lakini kama utasimama wewe kutaka kujua mambo ya kitiba peke yake ya mambo ya kitiba haya ya uchawi, ya kimajini, ya uganga, basi inshallah utafanikiwa na hili tutakuwa sawa. Lakini ukitaka utumie elimu ya shikeli uifaidi, basi iguse kwenye kila engo, utafaidika. Ikitokea jambo bwana alieleweki, natakiwa litafanywe utafiti, labda mambo ya uchaguzi, kutaka kujua nani atashinda au nini, au mambo ya mpira, ukitumia elimu ya shikeli utakupa majibu. Kwa sababu ni namba ndo masaa, yani sisi wanadamu wote tunaishi kwa mfumo wa namba. Hata hizi alama zote za shikeli namba hizi. Ila ukijua jinsi ya kupiga mahesabu basi utapata majibu sahihi na utapata tiba kamili sahihi. Kwa hivyo walimu wangu wataniambia elimu ya shikeli hakuna kitu ambacho unashindwa kifahamu kupitia elimu ya shikeli. Ni namna tu wewe unatumiaje? Au wewe umejeko lengo gani? Kama utajeko lengo ya kuwa mtibuji basi ukitaka kuroga watu, ukitaka kuwasaidia watu walorogo, inshallah utasaidia na mambo utakwenda. Lakini ukitaka uendelee zaidi na mambo haya unapata. Mimi nimeonyesha kiufupi hapa. Hapa kuna volcano, kuna mamlima hapa, kuna magesi, kuna madini. Ukitaka kuchimba zaidi hapa, kuna madini hapa, kuna shikeli inaonyesha madini. Kuna shikeli pia zinaonyesha tabia ya ulimwengu, tabia ya nchi, tabia ya maeneo. Unaweza kujua maeneo fulani asili yake unapata madini fulani. Piga huo kichimba madini yao yanapatikana. Maeneo fulani nikifanya jambo fulani litakuwa. Kimfano huko Tanzania hapa inasifika sana kuna gesi wapi Mtwara gesi ipo. Sawa, imeonekana chini huko. Na gesi inapatikana chini na chimbwa. Sawa, kuna hizi shikeli za udongo hizi. Kuna shikeli moja hapa ya udongo, jicho lake inaangalia upepo. Upepo gani? Upepo wa gesi. Upepo wa moto ndo gesi hiyo. Sasa hapa ndio upate kujua hapa shikeli zinaona, zinatazama, zinavuta, zinaongea. Kwa unakuja hapo na udongo. Maana gesi zinapatikana chini, utatafuta shikeli za udongo hapa. Basi utaangalia shikeli hii inaangalia kitu gani? Kama hii hapa inaangalia volcano nini, basi utaangalia ukienda sehemu fulani, mazingira fulani, chini volcano imejaa sana, kuoni makini kwa jinsi mnavyoishi. Kuoni makini, maana sehemu nyingi za volcano ni hatari sana, milipuko, mambo fulani. Ukitaka kufanya mafuatilia masuala ya gesi pia unaweza kujua maeneo fulani gesi inapatikana. Na chengine zaidi mafuta. Kwenye haya maji ni sawa kusema kwenye shikeli za maji kuna shikeli moja siri yangu. Sitosema hapa, lakini shikeli inaonyesha ni mafuta. Mafuta ni maji. Mafuta ni maji. Sasa ukiwa mtafiti zaidi ukiendelea na masomo ukipata kufahamu basi unafahamu. Hakuna kinachoshindikana kwenye elimu hii. Kwa sababu elimu hii sijayumba mimi sijatengeneza nani. Elimu hii ni ya kiulimwengu. Na ndio maana ukitabiri jambo linakuwa linaonekana. Si mnaona watu wanatabiri? Mimi mmoja hapo nipo baadhi ya mambo fulani nimetabiri akawa, japokuwa sisi ni wanadamu. Hatujakamilika kwa kila kitu. Na hatujakamilika kwa sababu elimu yenyewe hatujafanikiwa kuijua sana, tumejua kiasi fulani. Haya mambo yote tunayofanya na walimu wengi tunaona mtandaoni. Elimu usikute ya shikeli kwenye 100%, basi wote tuna 40, 35 kushuka chini. Kwa sababu tukifikia 50% ya elimu ya shikeli, basi unaweza ukaamrisha shikeli ya upepo, kuna majini, kuna malaika wa upepo ndio ameshika ile shikeli. Bwana ninyanyue kwenda hapa kwenda sehemu fulani, unakwenda kwa maneno yako. Ukijua shikeli kwa muda huu inaongea kitu fulani, basi inaongea jambo fulani. Nenda kirohadi upepo na kirohadi. Nisafishe kutoka hapa kwenda sehemu fulani. Pepo jitimai nyanyue kutoka hapa kwenda sehemu fulani. Bwana nipo kwenye kutariki navuta kitu fulani natoka kitu fulani kije.
kwenye saa tualiki viumbe wale kurupai kama Nabii Suleiman vile alikuwa anaishi na viumbe, ndio mambo yalikuwa hivyo. Ukijua bwana hapa kuna kiumbe katawala kiumbe namna gani, utamtumia kupata kitu ambacho anaweza kivuta, atavuta, atakuletea. Hiyo ni elimu. Kama ukipata kutumia elimu vizuri, kijua vizuri kwa dunia hii, basi utakopo mtu ambaye wa daraja kubwa sana, kwa sababu utakuwa unaanza kuwatumia viumbe ambao wote wanasafiria kwenye hizi alama. Lakini Mungu hajajalia kufikia elimu hizo, kwa sababu wanadamu sisi kidogo tuna mitihani yetu, tuna udhaifu wetu, tuna mambo yetu, tunapenda madaraka, tuna tamaa kifupi. Kwa hiyo sasa ukishajaliwa kupata elimu kubwa, unaweza kujikuta wewe ukajiona ndio Mungu, ukajiona wewe hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tulivyojaliwa, tulivyofikia hapa, tushukuru Mungu. Kama atatujalia zaidi tutaongezewa. Basi msishangae mkasikia bwana Sheikh Hamisi bwana sasa hivi anapaa, yuko wapi, kwa sababu elimu ipo na inaeleza. Na mimi mwenyewe nasoma kila kukicha, nasoma tanijue. Kama nilivyojua haya, basi naendelea kusoma ili najue na mengine. Kwa ni hayo tu. Wanafunzi wangu wanaelewa, maana kuna mambo sifundishi huku online, huku tunafundisha mambo kadhaa ili mradi mjue najua habari ziwafikie. Nafundisha mambo fulani kwa uchache. Kama niongea hapa, kama wewe uyafahamu hata kidogo, utabaki uyasikia kama story. Kama ukiwa mwalimu unafahamu kidogo, utaambua mali matatu. Kama ukiwa mafunzo utakujua, utanitafuta, tutazungumza, tutasoma. Nina wanafunzi kutoka Kenya, nina wanafunzi kutoka Uganda, kuna wanafunzi hapa Tanzania kutoka mikoani, na wengine hapa Dar es Salaam. Tunafundishana, tunabadilishana maarifa hapa na pale. Sio kama najua sana. Kwa hiki nilichokuwa nakifahamu mimi, tunabadilishana maarifa hapa na pale. Kuna wanafunzi wangu wapo kwa lengo la kuwatibuji, wanataka kujua tiba za kuwatibia watu. Wao wana nafasi yao, na kuna wanafunzi wangu wapo wana masuala yao. Wao ni watu wa safari, watu si watu wazi, yani watu wa kwenda, yani watu wa kusafiri. Lakini akasema bwana Shamisi, mimi nitakufundisha elimu hii kwa sababu nataka nisafiri nikapate maarifa zaidi, lakini nikiwa na elimu hii itakuwa ni bora zaidi kwenye safari zangu. Umeona huyu wanafunzi, ninao wanafunzi watatu, wao ni wasafiri. Wanakwenda huko, wanaenda kule, watafiti tuseme yani. Wamekuja kusoma elimu ifahamu, bado wapate kujua huku tunapokwenda tutapata kitu gani kutokana na saa. Maana elimu hii bila kujua saa vizuri hauwezi kuambua kitu. Mimi nafika hapa kwenye saa fulani, basi najua hii saa ninafikisha hapa ndio kuna malaika, kuna majini wanaotawala kwenye saa hii, wanaeleza habari za maeneo haya. Kwa hapa nilipofika, nikitaka kitu fulani napata sehemu fulani, nikitaka kitu fulani napata sehemu fulani, nikitaka jambo fulani napata sehemu fulani, kutokana na muda uliofika sehemu husika. Na sikwambie mtu, hata kwenye elimu ya shikeli watu wanafanya kitu kimoja. Unataka kuangalia sidukun zamila, yote hayo yanafaa kuangalia, lakini uko na akili yako inabidi ujue kitu kimoja. Saa haidanganyi. Kile chako ukithibitisha, kikithibitika au kisipothibitika, lakini jua saa haidanganyi. Kama mtu alikuja kwa saa fulani, basi au matatizo na jambo lilokujia basi analo. Haijalishi kule umeenda umethibitisha au hujathibitisha. Sio, unanielewa? Kwa sababu kuna njia nyingi. Yaani sikanushi kama kula unataka kuthibitisha kio chako au lamu yako au kutafuta tatizo, hapana. Ila tu ninachoamini mimi, ninachojua mimi, saa haidanganyi, kwa sababu mpaka mtu anakuja kwenye wakati fulani, ulimwengu unataka afike kwa wakati huo. Kwa sababu ule muda uliofika ndio kaja na malaika wa muda ule ambaye ataeleza huyu ana tatizo fulani na fulani, kupata kuyajua na kupata kutambua. Sawa. Kwa hivyo walimu wangu na wanafunzi wenzangu, kwa hiki kidogo mimi nimewapa. Inshallah Mungu akijalia kwa siku nyingine tutaendelea na masomo. Ila ukitaka kunifuatilia zaidi, nitafute kwa mitandao ya kijamii. TikTok Hamisi Mwalimu, YouTube Hamisi Mwalimu, Facebook Hamisi Mwalimu. Utapata madarasa matatu. Ninayofahamu mimi utafahamu wewe pia, na kama kuna hapo unafahamu wewe pia unanifundisha mimi. Wabillahi tawfik wa assalamu alaykum.